Ni majira ya jioni sasa, mpendwa msikilizaji. Ni vema kabisa kukufahamisha yale ambayo yamejiri mchana, lakini yale ambayo yapo kwa sasa kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo na furaha tele ya kuweza kukualika na moyo mkunjufu kuweza kuwa nami mara tena katika uchambuzi wa habari hizi za jioni ya leo. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mimi ni Ramsi Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Mpendwa msikilizaji, kadri saa zinavyozidi kusonga ndivyo mambo yanazidi kubadilika uko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo hatuna budi tuendelee kukupatia kila kitu kinachojiri ili wewe msikilizaji wetu unafahamu namna mambo yanavyokwenda. Na hiyo ni moja kati ya jukumu kubwa ambayo tuliweza kuichagua kwa ajili ya kukuhabarisha habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Hivyo ili tuende sambamba na kuweza kusubscribe channel hii, kucomment na tufuate kutokea nchi gani, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi na endelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Twende sambamba katika habari hizi za jioni ya leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, utasikia kuhusu habari mbaya kabisa imeripotiwa uko tarafani Kabare, ambako kamanda Mapenzi ambaye alikuwa akitekeleza mapambano dhidi ya waasi wa M23 katika eneo la Kamisimbi, Nyantende, Kidobodobo, Mugogo amefariki dunia, huku tuhuma zikimwendea Foka Mike kuhusika na kifo chake. Tutakujuza pia kuhusiana na habari za jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limeanza mashambulizi upya huko jimboni Kivu Kaskazini dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23 Jumatatu hii tarehe 19 mwezi Januari mwaka wa 2026. Tutakujuza pia kuhusu vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vyaingia rasmi katika mji wa Kiliba baada ya wazalendo kuwasili maeneo hayo hiyo jana tarehe 18 Januari mwaka wa 2026. Msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi ambayo nimekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo nakusihi kunyunga mkono kwa pamoja nami ili tuende sambamba katika habari hizi za jioni ya leo. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Kabare, Walungu na Mwenga, ambako kamanda wa kizalendo ajulikanaye kwa jina la Mapenzi amefariki dunia. Marehemu kamanda Mapenzi ndiye aliyekuwa akisimamia na kuongoza mapambano dhidi ya vikosi vya waasi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Bukavu, ikiwemo Nyantende, Kamisimbi, Kidobodobo, Mugogo, katika pia na maeneo mengine ya Kabare. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, kamanda Kahasha Murula maarufu kama Foka Mike anatuhumiwa kuhusika katika tukio hilo la mauaji ya kamanda Mapenzi ambaye alikuwa akishikilia jukumu muhimu la ulinzi katika eneo la Kabare, Walungu pamoja na Mwenga. Kifo hicho kimetangazwa rasmi siku ya Jumatatu tarehe 19 Januari mwaka wa 2026 na uongozi wa kundi hilo. Katika mchakato wa uchunguzi, kamanda Mukuru Safari Daniel, kiongozi wa CNPSC huko Kabare, amethibitisha taarifa hiyo na kuomba hatua kali na za haraka zichukuliwe dhidi ya Foka Mike iwepo atabainika kuhusika na tukio hilo kikamilifu. Jambo wazee, jambo viongozi wote, jambo wapatriote wote, jambo wa Kongomani wote. Mimi nakuja hapa ni Mukulu Safari Daniel, kiongozi wa CNPSC axe Walungu, Kabare, Kalonge. Ninakuja na message ya huzuni kutoka kwenye axe ya Walungu, Kabare, Kalonge. Message ya huzuni ambayo nakuja nayo, ambayo ninataka imfikie mkuu kiongozi ama coordinator wa wazalendo wote Sud Kivu, pia imfikie komanda regio Sud Kivu, imfikie komanda secteur Sud Kivu, imfikie gouverneur wa province ya Sud Kivu, ifikie uongozi wote wa salama ama wa jimbo lote la Kivu la Kusini. Pia imfikie hata na rais wa nchi ambaye ni Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi,
pia imfikie ministre wa ulinzi ama ministre wa defense ya kwamba axe hii ambayo ninaiongoza mimi niko na neno ya huzuni. Neno ya huzuni ambayo ninayo ni kusema ya kwamba inakuwa siku 3 leo ambayo ninampoteza mtoto wa kwangu ambaye nilimuweka akifanya kazi huko Kamisimbi. Yeye ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Mapenzi Erike, ambaye alikuwa akizungumza naye Albert Murula Kahasha Difok Mike, na alianza fanya naye mazungumzo kwa siri. Wakati niligundua hayo mazungumzo, nikajitahidi kumwambia mwenyewe Fok Mike, lakini alinijibu maneno ya kuleteana hasira. Nikafanya kulinda hekima, na alifikia siku ya pili akamupa Mapenzi misio pasipo mimi kujua. Hizi habari ni habari ambazo nizipata kwa watoto ambayo walikuwa wanaishi na Mapenzi hapo Kamisimbi. Wakati alianza kuzungumza naye akamwambia atampa misio ya kwenda kumkamatia mtu huko Chiriri, na wakati alimupa hiyo misio alikuwa amemtumia 60 elema ambayo atatembea nayo. Lakini walipofika mahali ya kutekeleza mission ambayo walikuwa naenda kuifanya, mwanajeshi ambaye alitumwa, kati ya wanajeshi ambao walitumwa na Fok Mike, walimfiaturia Mapenzi risasi ya kichwani pamoja na mlinzi wake. Baada ya hapo nikapenda kuwajulisha wakuu viongozi ya kwamba kwa sasa niko na kilio ndani ya axe ya kwangu, na wakati walimaliza kuwafiaturia risasi wao wawili, walijitahidi kumubeba mpaka hospitali hapo Kamisimbi. Lakini kwa usiku huo huo Fok Mike alitumikisha watu wengine kuja kumchukua na kapeleka maiti. Ndio kwa maana nawaambia wakuu viongozi, ninawaomba kwa ngazi zote ili jambo lifanyiziwe uchunguzi haraka iwezekanayo. Ninaomba kabisa na wasii sana, kwa sababu hata na mimi ninalengwa, hata wengine wanalengwa. Tuko kama wasita ambao Fok Mike anawalenga kuwamalizia maisha. Sasa hatujui ya kwamba ametokea Mwenga hadi kuja huku pasipo kutujulisha wala pasipo kujulisha uongozi. Hali yenyewe tunaanza ishi kwa sasa sio hali nzuri, kwa sababu ya Albert Murula Kahasha Fok Mike. Tunasii wakuu viongozi kufanyia hili jambo uchunguzi. Na kitu kingine ambacho ndaendelea kuwaomba wasemaji wote, hili jambo msilikalie kimya, ni jambo la kutangaza zaidi sana. Pia na kumwambia Murula Albert Kahasha Fok Mike, ni kumwambia kama aondoe majeshi yake kwenye eneo zangu, kwa sababu amekuwa kama ametumiwa ili hakuja avuruge usalama, ili hakuja apasue njia, ili hakuja atengeneze sijue kitu gani. Kwa sababu kila kunapokucha tunashangaa anatuma majeshi kwa uficho pasipo kutujulisha. Ndio naomba wakuu viongozi wote kwa kumwambia yeye atoshe maelema zake zote katika eneo ambazo mimi ninaziongoza, kwa sababu zinakuja kuharibisha usalama ama kupasua njia za adui. Kwa sababu tuna mshangao mkubwa sana, ametosha majeshi zake kule ambako alipo na anaanza kuziingiza pasipo kuambia viongozi wengine wenye kuwa kwenye haya maeneo. Sasa ninawaomba wazee kumwambia haraka iwezekanavyo kabla njia nyingine haijapasuliwa hapa. Na kwa sababu ya hiyo sie tulichunguza sana, tunaona ya kwamba kuna njama ambazo wanazitengeneza, kuna mipango ambayo anatengeneza ili ya kutuondoa sisi yote hapa mahali walipo, ili adui aendelee kupata nafasi. Asante sana wakuu viongozi, haya maneno ni maneno ya kushughulikiwa zaidi sana, inayokamilishwa ni ya ukweli, sio ya kupapasa. Na mimi Mukulu Safari Daniel. Ninataka kujulisha sawa mtetezi wa wazalendo teritwari ya Kabare Walungu kwamba
tumesikitika kusikia kifo cha ndugu yetu Mapenzi ambaye alikuwa anadhibiti Kamisimbi. Tunasikitika sana kusikia ameuawa, ijapo wanasema hakuuawa na adui. Bafanya anketi yenye iko exact, bajue alikufa namna gani na nani alimuua, na kila mwenye alimuua aadhibiwe kufuatana na sheria ya nchi, sababu alikuwa suja na tulibakia naye pamoja mwa teritwari ya Walungu. Balikuwa wayatujengua na tulikuwa tunatia nguvu pamoja. Sasa pale vraiment nasikia huzuni sana. C'est pourquoi tuna exige enquête ya kweli ifanyikane na kila mwenye alifanya il act azibiwe kufuatana na sheria ya nchi, paske haiko yeye tu, kutakuwa wengine wenye wako vise mwa ile angle. Na mumashi wanasemaka ofungire mpeni haifungire yachi yana donge, wale wengine wenye wanakuweza kuwa wako vise nao pale anketi kisha kufuatilia petetre wanaweza kuwa sove. Merci. Hadi kufikia sasa Kamanda Foka Mike bado hajakanusha wala kukiri kuhusiana na tuhuma hizo. Wakati huo huo, raia wa Kamisimbi, Kabare, Bukavu na maeneo mengine jirani wameeleza huzuni mkubwa na wameomba mwili wa marehemu Kamanda Mapenzi uletwe hadharani ili hazikwe kwa heshima anayostahili, wakisisitiza kuwa alitetea nchi ya Kongo kwa kujitoa muhanga na anastahili kufa au kuzikwa kwa bila heshima. Mpaka sasa mwili wa marehemu Kamanda Mapenzi bado haujaonekana, jambo linaloongeza masikitiko na maswali miongoni mwa wananchi. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hayo ni yale ambayo yanaendelea kuripotiwa huko Walungu Kabare, ambako Kamanda Mapenzi ambaye alikuwa akihusika na operations za kivita katika maeneo yanayozunguka mji wa Bukavu amefariki dunia takriban siku 3 zilizopita na tuhuma zinamwelekea Kamanda Foka Mike ambaye vikosi vyake vimehusika kutekeleza tukio hilo, huku uchunguzi wa kina ukiendelea kufanyika ili kubaini je, ni ukweli aiza mambo yako namna gani. Ni moja kati ya jambo la huzuni kabisa kuona makamanda wanaanza kumalizana wenyewe kwa wenyewe kwenye uwanja wa vita. Ni moja kati ya jambo ambalo linaleta wasiwasi na huzuni mkubwa kwa wakahaji wa maeneo ya Walungu, Mwenga na Kabare ambao wamepokea taarifa hizi kwa huzuni mkubwa sana baada ya kusikia kwamba kamanda huyo ameweza kufariki dunia. Na tukitoka huko Walungu Kabare, tujielekeze moja kwa moja huko Lemera, ambako kwa mujibu wa taarifa za awali, jumla ya magari ya kijeshi aina ya jipu 19 yanayodaiwa kubeba wanajeshi wa Rwanda imeripotiwa kuwasili katika makao makuu ya uchifu wa Bafulero, eneo la Lemera. Ujio wa magari hayo ya kijeshi umeibua wasiwasi na maswali mengi miongoni mwa wakahaji wa Lemera na maeneo mengine jirani, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na vyombo vya usalama. Kwa sasa hali halisi ya kilichokuwa kikiendelea na dhamira ya ujio huo bado hajajulikana wazi, lakini huduma zetu za ujasusi na ukusanyaji wa taarifa zinaendelea kufanya kazi kwa karibu ili kufahamu kwa undani zaidi kinachoendelea katika eneo hili la Lemera, ukikumbuka kwamba bado ni katika uchifu wa Uvira ambako wahasi bado wanapatikana maeneo hayo. Ni takriban siku 4 tangu wachukua udhibiti wa maeneo hayo, na huko kumeongezeka tena gari zingine 19 katika eneo hilo la Lemera. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa taarifa kamili ya uhakika itatolewa katika masaa machache yajayo mara tu uchunguzi wa awali utakapokamilika kikamilifu. Wananchi wanatakiwa kubaki watulivu, kuepuka kusambaza uvumi na kuendelea kufuatilia matangazo rasmi kupitia vyombo vya habari vinavyoaminika, huku mamlaka husika zikiendelea kuchukua tahadhari zote muhimu kulinda usalama wa raia katika maeneo ya pembezoni. Hivyo ni vikosi vya wahasi ambavyo vimeonekana huko Lemera siku ya leo tarehe 19 Januari mwaka wa 2026. Hajajulikana kwamba ujio wao unalenga kwenda wapi. Je, unalenga kwenda upande wa Uvira aiza namna gani? Ni moja kati ya jambo ambalo mpaka sasa, msikilizaji, uchunguzi wa kina
unaendelea. Tuko hapa kukuletea za ukweli, upate kujua namna ambavyo mambo yanavyokwenda msikilizaji, na ndio maana nakwambia kwamba ni vema kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata habari hizi kila saa na kila sekunde. Na tukijelekeza moja kwa moja huko Kiliba, ni kwamba jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na wazalendo wamefanikiwa kuingia rasmi katika mji wa Kiliba jioni leo tarehe 19 Januari mwaka wa 2026. Hatua hii imepokelewa kwa shangwe na vigeregere kwa wakahaji wa maeneo ya Kiliba ambao wameeleza kuridhishwa na kurejea kwa vikosi vya FARDC na wazalendo katika eneo lao baada ya kipindi kirefu cha hofu na sintofahamu. Mashuhuda wa eneo hilo wamesema kuwa kuonekana kwa majeshi hao kumeleta hali ya matumaini mapya, amani na utulivu, huku wananchi wakiamini kuwa kurejea kwa FARDC pamoja na wazalendo utasaidia kulinda raia na mali zao na kurejesha mamlaka ya serikali katika mji wa Kiliba. Mpendwa msikilizaji, utakumbuka kwamba hiyo jana wazalendo waliweza kuingia Kiliba. Baadaye leo mapema vikosi vimeanza kuelekea mbele na vinatarajia kusonga mpaka kufika maeneo ya Luvungi ili waanzishe operation ya kufungua njia ya Kamanyola na kuelekea moja kwa moja Bukavu. Hapa ni vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo wakiingia kwa kishindo katika eneo la Kiliba. Basoda wapo Kiliba hapo. Ndo wale Kiliba hapo wazalendo hao washaingia kabisa. Kwambia wazalendo wako mbinde na hapo kabisa. Ndio hapo kabisa Kiliba. Watu wanasherekea usikie tu. Watu ni kushangilia kabisa. Kiliba hapo kabisa watu wanashangilia usikie kabisa. Ile kaya yenye ilikuwa pale ya wazalendo washabomora masengine na sitafika huko tuangalilie kwanza. Na sasa ujielekeze huko jimboni Kivu Kaskazini ambako jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limeanza kazi kikamilifu. Si tu jimbo ya Kivu Kusini bali pia jimboni Kivu Kaskazini mambo yameanza kikamilifu kabisa. Na lengo kuu ni kuwaondoa wahasi maeneo ambako wanapatikana. Nafasi ya wahasi wa AFC M23 iliyokuwa imejengwa katika mlima Kasopo mpakani mwa makundi ya Kisimba na Ikobo katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini imelengwa mapema asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 19 Januari na mashambulizi ya anga ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Yaani droni za kivita zimeshambulia ngome kuu ya wahasi iliyokuwepo milimani asubuhi ya leo tarehe 19. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vilivyoko maeneo ya Rusamombo, takriban kilomita 4 kutoka eneo la tukio, ndege isiyo na urubani drone ya jeshi la taifa FARDC ilionekana ikizunguka eneo hilo usiku mzima wa Jumapili. Majira ya saa 10 alfajiri, wakahaji wa vijiji jirani walishtushwa na milipuko mikubwa ya mabomu yaliyodaiwa kushushwa na droni za kivita FARDC na kulenga moja kwa moja nafasi hiyo ya wahasi waliokuwa wamejificha katika mlima huo. Ikumbukwe kuwa mnamo mwezi Desemba uliopita eneo hilo pia la Kasopo lilishuhudia mapigano makali kati ya wahasi wa AFC M23 na wazalendo wa kundi la Coalition des Mouvements pour le Changement CMC, hali iliyosababisha hofu mkubwa kwa wananchi wa maeneo hayo pamoja na maeneo mengine jirani. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, tangu mwanzo wa mwaka wa 2026, hii ndiyo mara ya kwanza FARDC kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya nafasi za wahasi katika eneo la Walikale, hatua inayotafsiriwa kama mkakati mpya wa kijeshi wa kukabiliana na wahasi, kurejesha usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini, pia kama kile ambacho endelea kufanyika katika mkoa wa Kivu Kusini ambako siku za hapo nyuma drone ya FARDC iliweza kushambulia moja kati ya sehemu ambako wahasi wa AFC M23 walikuwepo kwenye mkutano huko Uvira maeneo ya Kalundu. Hadi sasa tathmini kamili ya madhara ya mashambulizi hayo bado inaendelea, huku vyombo vya usalama vikiendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa hali ambayo iliyopo kwa sasa uko Walikale. Mpendwa msikilizaji, mambo yamebadilika. Umeambiwa kwamba vita ni kama vile mpira wa miguu, mnaweza mkashinda asubuhi lakini mkashindwa pia
jioni. Sasa FARDC imeanza kuamuru vikosi vyake lakini pia vifaa vyake kwenda kushambulia ngome za waasi kwa lengo moja, kurudisha heshima na mamlaka sehemu ambako imechezewa kwa muda mrefu sana na waasi wa AFC M23. Hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo nakuomba kuendelea kuwa nasi kila wakati endapo utakuwa unahitaji kupata taarifa za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mpaka hapa ndipo tunaweka nukta katika habari hizi, na kusihi kuendelea kufuatilia habari zetu hapo baadaye ambako tunakuletea kile kinachoendelea maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC. Kwenye comment usisahau kutuambia unatufuata kutoka maeneo gani, lakini pia usisahau kusubscribe ikiwa hujafanya hivyo, na usisahau kushare habari zetu kwa walio wengi ili waendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Nasema asante, kwa heri.